la Amalemba, kaunti ya Kakamega, kufuatia vurugu zilizohusishwa na mkutano wa kisiasa wa Linda Mwananchi uliofanyika Jumamosi. Sheila Chelangat na taarifa hiyo, wakati ambapo mamlaka za usalama zikiwa bado hazijatoa taarifa rasmi kuhusu matukio hayo. Mkutano huu wa Linda Mwananchi ulivutia umati mkubwa kutoka mji wa Kakamega na maeneo jirani jana Jumamosi. Hata hivyo, matukio ya vurugu yaliyozuka wakati na baada ya mkutano huu yamewaacha wakazi wakiwa na hofu. Hii ni nyumba ya Faith Shikokoti ambaye anasema ilivamiwa na kuharibiwa na kundi la watu muda mfupi baada ya mkutano wa Linda Mwananchi kukamilika. Kulikuwa na pikipiki nyuma ya compound yangu. Nikasikia wakisema wachote mafuta hapo, wachome nyumba yangu. Anadai waliomshambulia walimtuhumu kuwa alimficha mtu aliyedhaniwa kuvuruga mkutano kwa kurusha kitoza machozi. So walijua kwamba mimi nimemficha, na serikali ya Kakamega County ilikuwa imenilipa shilingi 1600 kuficha yule mhalifu na wengine. Na ukweli wa mambo ni kwamba nilikuwa kwa nyumba yangu na watoto wangu, tulikuwa watatu. Wakati huo viongozi wa wanafunzi kutoka chuo kikuu cha Masinde Muliro wanasema wanafunzi kadhaa walijeruhiwa katika vurugu zilizozuka, huku wengine wakiripotiwa kuibiwa simu na mali binafsi wakati wa vurugu hiyo. Kwenda kutumika kwa mikutano ya watu wenyewe wana agenda. Watu wanasema tu twende tujaze ground, wanalinda mwananchi na mwananchi sio tunaumia. Wanafunzi hawa pia wanadai hawakulipwa fedha walizosema zilihaidiwa kwa ajili ya kuhamasisha wenzao kuhudhuria mkutano huu. Cha kushangaza, baada ya mkutano viongozi walitoka na wakatuacha hapo. Nilikuwa mboka. Na mboka sisi wote tumeoshwa. Sijapewa kitu mimi. Sasa wanatoa wito wa kufanyika kwa uchunguzi kuhusu vurugu zilizoripotiwa pamoja na uwajibikaji kutoka kwa walioandaa mkutano huo wa Jumamosi. Sheila Chelangat, Runinga ya TV 47.